Chama cha Jubilee kiliratibiwa kuzinduliwa ifikiapo mwisho wa mwezi huu baada ya kuvunjwa kwa vyama tanzu vya muungano wa Jubilee. Hata hivyo, kamati ya andalizi ya zoezi la kubuni chama cha Jubilee imeafiki kuwa makataa hayo hayatatimia kutokana na sababu za kisheria na kivumbi kinachotifuliwa na viongozi wanaokaidi agizo la kuvunjiliwa mbali kwa vyama vyao. Lakini Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto wamesisitiza hakuna kurudi nyuma, huku wakikitambua chama cha Jubilee kama dau watakaloabiri kuwania muhula wa pili uongozini mwaka ujao. Ruto akishikilia kauli hiyo alipozuru kaunti ya Kisii leo. Ati wa Kisii wawe na chama yao, ati wale wawe na chama yao, ati wale wawe na chama yao, alafu tuanze kupigana kiraka hapa, alafu inararuka, alafu tunapotea. Ninyi mnasemaje watu wa Kisii? Nasema tuwe pamoja. Hata hivyo, agizo la rais na naibu wake la kuvunjwa kwa vyama tanzu vya Jubilee limepata upinzani, huku wakosoaji wao wakilitaja kama la kiimla. Viongozi wa Jubilee wanaoasi wametishiwa na mjeledi wa kisiasa katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Chama cha KANU kikisisitiza jogoo atazidi kuwika, haswa katika eneo la Rift Valley, licha ya shinikizo la kubuniwa kwa chama cha Jubilee. Na ukifikiri huko gorofa na sisi tuko chini, basi tutakutana ground floor. Na uzitishe sisi, tafadhali, uzitutishe, uzithubutu uzi. Jubilee sio alfa na omega. Baadhi ya viongozi kutoka Rift Valley na eneo la Mlima Kenya, ngome ya Kenyatta na Ruto, wamesisitiza vyama tanzu vya muungano wa Jubilee visalie, huku wengi wakihofia zoezi la kuwateua wawaniaji katika nyadhifa mbalimbali kwa tiketi ya chama kimoja cha Jubilee katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao litazongwa na udanganyifu. Acha nikwambie, Jubilee hatutalazimisha mtu kujiunga na Jubilee. Bunge la kitaifa linaendelea kujadili mswada wa kuifanyia marekebisho sheria ya mwaka 2011 ya vyama vya kisiasa ili kutoa utaratibu wa kisheria kuhusu kuunganishwa kwa vyama. Francis Gashuri, Nipashe Wikendi.